Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Asanteni sana. Thank you very much. Kumbe kuna watu wengi hivi. Mheshimiwa Deputy President, waheshimiwa governor wetu na wabunge, ndugu wananchi wa Meru, hamjambo. Mugeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Meru. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi leo tufike hapa Meru kwa shughuli hii ya muhimu ya mambo ya utalii na mambo ya wanyama wetu wa pori. Tulikuwa pale Laikipia mwaka uliopita. Na wakati tulikuwa pale Laikipia nilisema ya kwamba tutafanya sherehe ingine inayofuata hapa Meru. Leo tumefika hapa kwa shughuli hiyo ya muhimu. Na ningependa kusema ya kwamba kazi hii ya wizara yetu ya utalii na wanyama wa pori ni kati ya kazi ya muhimu sana. Na ndio sababu hiyo tumechukua nafasi hii kufika hapa Meru. Na nataka niwashukuru ndugu zangu watu wa Meru kwa imani yenu, kwa ushirika wenu na kwa umoja ambao naona imekita mizizi hapa Meru kwa sasa. Mimi nasema pongezi kwa yale mambo yanaendelea hapa Meru. Hasa umoja wa watu wa Meru County na ushirikiano na mshikamano ambaye mko nayo kama viongozi kwa ajili ya kushughulika na mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nilikuwa hapa Meru majuzi na niko njiani narudi hapa Meru tena, kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Meru. Kuna yale tumekubaliana ya barabara. Kuna contractors tumewalipa tayari, wamerudi kazini, wengine wanafuata. Kuna maneno ya stima ambayo inaendelea kwa sasa. Nilikuja hapa nikawaeleza ya kwamba tumewapatia 1.8 billion ya mambo ya stima ya Meru, na hiyo kazi inaendelea katika kila constituency. Hao wabunge wetu wanajua hiyo kazi vile inavyoendelea. Niliwaambia vile vile katika ile harakati ya msukumo wa taifa letu la Kenya, tutawawezesha vijana wetu wajumuike katika ujenzi wa aina mbalimbali. Mambo ya affordable housing, mambo ya markets, mambo ya hostels. Hizo kazi zote ambazo zinaendelea kwa sasa mnaziona sehemu mbalimbali ya taifa letu la Kenya, ikiwemo hapa Meru. Na nitakuja hapa hivi karibuni tuweze kupangana na nyinyi katika harakati hiyo. Niliwaeleza vile vile kuhusu msukumo wetu kwa mambo ya kilimo. Na mimi nafurahi ya kwamba leo katika taifa letu la Kenya tunaona tofauti kwa mambo ya kilimo. Chai tumepata malipo zaidi. Kahawa imeongezeka malipo zaidi. Maziwa vile vile nyinyi kama watu wa Meru mko mstari ya mbele. Ile Meru Dairy is the largest dairy today in the Republic of Kenya. Mimi nasema pongezi kwenu. Na ile malipo ilikuwa chini kwa maziwa pale mbeleni, na furahi ya kwamba kwa msukumo wetu, kwa kushirikiano na stakeholders tofauti, tunaona bei ya maziwa inazidi na kupanda bei ili iwe manufaa kwa wakulima. Na washukuru vile vile kwa sababu ya uzalendo wenu. Meru hii inajulikana kwa mambo ya kilimo. Kenya imepiga hatua ya kusonga mbele. Na tumekubaliana ya kwamba mambo ya kilimo ishughulikiwe. Tuko na wale tunawaita wanaosaidia wakulima, agripreneurs. Tuko na program ya subsidized fertilizer.
Tuko na program ambazo inasaidia wakulima katika sehemu mbalimbali, na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya kwa kuzalisha chakula ya kutosha. And I must congratulate Meru for producing more food than Meru needs, and therefore you are helping us feed the rest of Kenya. Na mimi nataka niseme asante sana kwa hiyo shughuli mnafanya. Nataka niwashukuru vile vile kwa sababu tulikubaliana maneno ya masomo ya watoto wetu. Na niliwaeleza ya kwamba tutaweka taratibu ya sawasawa. Ile mpango ya CBC tuinyoroshe vizuri, tuajiri walimu zaidi, tuhakikishe ya kwamba tuna pesa ya kusimamia mambo ya education ya university na TVET na yale mengine. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba mwaka huu tena katika budget yetu tutaajiri walimu wengine 24,000 ndio tufikishe walimu 100,000 ambao watashughulika na masomo ya watoto wetu wa Kenya, ili mtoto hata mmoja Kenya asiwachwe nyuma katika masomo, kwa sababu masomo ndio inatupatia usawa kama wananchi wa taifa letu la Kenya. So we are going to work together. Na mbali na mambo haya yote na msukumo ambayo tuko nayo kwa kilimo, msukumo kwa mambo ya muundo msingi ya barabara na stima, na msukumo ile ambayo tuko nayo kwa mambo ya masomo ya watoto wetu, vile vile tuko na umuhimu katika sekta hii ya mambo ya utalii na wanyama wa pori. Na ningependa kuwaelezea mambo kadhaa ambayo tulikubaliana kama serikali tutahakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea kwa taratibu ya sawa sawa. Pale 2022 wale ambao ni rangers na wardens ambao wanatusaidia kulinda wanyama wa pori na kusimamia national parks, game reserves yetu katika Kenya walikuwa wachache mno. Ndio nikaamurisha KWS waajiri vijana wengine 1,500. Na nafurahi ya kwamba hawa vijana walihitimu mwaka uliopita, sasa wameingia katika kusimamia park zetu, wanyama wetu katika sehemu mbalimbali, na tunaanza kuona tofauti. Vile vile nilisema ya kwamba ili wanyama wetu wawe salama na tuweze kuhakikisha kwamba tunasimamia kwa njia ya sawa sawa, pia tuwe na magari. Kiongozi mmoja wetu hapa senator amesema tunataka magari zaidi. Mwaka uliopita tulinunua magari 100 ya KWS ya kuhakikisha kwamba wanyama wetu in different parts, in different national parks wanasimamiwa vizuri, na vile vile tunapunguza ile human wildlife conflict kwa kuhakikisha kwamba officers wetu, wardens na rangers wako pale kuhakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea vizuri. So ya kwanza tulihakikisha kwamba tunaajiri vijana zaidi. Ya pili tumewapangia magari ndio ile kazi wanayofanya iwe efficient. Na ya tatu tukasema yale malipo yanapatikana katika national parks zetu. Kulikuwa na shida kidogo pale, tukasema sasa yakusanywe kwa njia ya dijitali ama e-citizen. Na kwa sababu hiyo mapato ambayo tumepata kuongezeka, ile collection ambayo inapatikana na KWS miaka 2 iliyopita ilikuwa 5.3 billion, last year ilifika bilioni 7, na mwaka huu naambiwa na Director General ya KWS ya kwamba watafikisha bilioni 7.5 pesa ambayo tunakusanya ndio tuweze kuwalipa hawa vijana waweze kusimamia national park zetu, na pia tuhakikisha kwamba kuna sustainability, kwa sababu kulinda wanyama ni kazi ngumu sana. We need a lot of resources to make sure that we look after our wildlife. Tuko na poachers, tuko na wakora wanataka kuua wanyama,
na pia wanyama wale wanaharibu mali ya wananchi kama tusipowachunga vizuri. Jambo la 4 ambayo tumefanya in the last 2 years ni kuongeza ua ama fencing ili kumitigate ile interaction ya wananchi na mimea yao na mifugo yao na wanyama. Vile mlisikia waziri akisema tumejenga ua kilomita 200 kufikia sasa. Mliona nilikuwa kule Laikipia tukianzisha one of the fencing interventions. Na mumetuuliza kwamba katika Meru hapa tulikuwa na fence, lakini it is now 15 years. Imeenda chini. So we must look at another opportunity kuweka fence hapa Meru, ndio tupunguze ile wanyama wanaenda kuharibu mali, mimea pamoja na mifugo ya wananchi. So I am giving instructions to the ministry to look for the necessary resources so that we can find the resources to fence off parts of Meru that are important, especially to reduce on the human-wildlife conflict that not only causes problems to citizens, but also their animals and their crops. Jambo la 5 ambayo ni ya muhimu na ndio tumefika hapa leo kufanya ni tuliangalia mambo ya compensation. Kuanzia 2013 mpaka 2022, karibu miaka 9-10, ililipwa pesa bilioni 2.7, 2.7 billion. Lakini kwa miaka 2.5 tumelipa pesa ingine shilingi bilioni 2.8, 2.8 billion. Ni mpango yetu kuhakikisha ya kwamba sio jambo la kawaida mwananchi anapoteza mimea yake, anangojea miaka 5, 6, 7 kulipwa. Mtu anauawa na ndovu, familia inangojea miaka 5, 6, 7 walipwe fidia. Ndio mwaka uliopita nikaamurisha wizara yetu nikawaambia we need to change the modus operandi. We need to tubadilishe ndio tuhakikishe ya kwamba fidia inalipwa in the shortest time possible. Na ndio sababu hiyo tumepeleka sasa mambo ya fidia katika mrengo wa dijitali. Na hata wale tunawalipa leo, kati ya wale tunawalipa leo ni wale tunawafidia leo ni wale walipata matatizo mwaka uliopita na huo mwaka mwingine. So we are going to be blending. Tutakuwa tunalipa ile ya zamani, lakini vile vile tunataka tuanze kulipa ile current. Na mimi nataka niwaulize wananchi ya kwamba katika mpango huu sasa tuko na officers ambao watafanya kazi pamoja na rangers wetu, pamoja na wardens wetu, kuhakikisha kwamba report ya mifugo ambayo imepata matatizo na wanyama pori, ripoti ya mambo ya crops ambayo imepata matatizo, ama mwananchi ambaye ameumizwa ama kuuawa na wanyama wa pori, hiyo report inakamilika ndani ya siku 90. 90 days. We must complete the report. Alafu tuanze kama serikali kuona kama itawezekana tuweze kulipa within 4 months. We pay compensation. And those are my instructions to the ministry. We must modernize so that we can reduce on human-wildlife conflict. Vile mmesikia governor wetu amesema hapa, matatizo mengi yanatokea kati ya wananchi na wanyama wa pori kwa sababu wananchi hawaoni faida ya huyu mnyama. Na wananchi asipoona faida ya mnyama wa pori, hapo ndio kunatokea matatizo. Na ndio sababu we have to do justice. Kwanza kukitokea ajali, either mwananchi ameuawa, ama ameumizwa, ama ng'ombe yake imeliwa, ama mimea yake imeharibiwa, tuweze kuwalipa kwa muda mfupi. Ndio wananchi wasipate hasara kwa sababu
ya wanyama wa pori. Jambo la pili ya muhimu ambayo inafaa tufanye ndio tuhakikishe ya kwamba there is harmony between wildlife and citizens, ni kuhakikisha ya kwamba benefit ya mambo ya wanyama inagawanywa kati ya serikali na wananchi. We must see the citizens must see the benefits. Na ndio sababu hiyo tumekubaliana na wizara, and we're now going to bring back kama hii Meru National Park. Mnajua ilipata matatizo makubwa. Kulikuwa na shida kubwa ya mambo ya poaching. Kulikuwa na shida kubwa mambo ya insecurity because we had very few officers, we have now more officers. Tulikuwa pia na shida ya waegezaji. The good news ni kwamba sasa KWS na wizara yetu wamepatiana leseni, leasing ya hoteli 3 sasa katika Meru National Park. Na napenda yale yamesemekana hapa kwamba local investors pia wajumuishwe katika investment katika Meru National Park hapa. Mimi najua ya kwamba kuna watu wenye wanaweza kuendesha mambo ya hoteli hapa. So mjipange, kwa sababu watalii hawawezi kufika hapa National Park if they have nowhere to come and sleep. If they have nowhere to come and kutafuta chakula, kutafuta malazi. Na ndio sababu hiyo already pale Meru Mulika, mkifika pale tumeanza mwegezaji ameanza kujenga. We have another 3 facilities and we have another 6 facilities in the neighboring Kora National Park, so that we can encourage tourists to come to Meru National Park. Sio Meru National Park peke yake ambayo tumeongeza facilities. We have another 40 facilities in different parks in Kenya as we enhance facilities for tourism in our country. Kwa hivyo, jambo la pili kabla sijamalizia hapo ni kuhakikisha vile vile ya kwamba kuna infrastructure ya watalii kuja hapa. Mbali na kuwa na hoteli, mumesikia ya kwamba tumetoa pesa ya serikali milioni 250 kurekebisha Meru Mulika Airstrip. Ndio wale wanatoka mbali waweze kuland pale. Mimi najua ya kwamba hiyo milioni 250 haitoshi. We need another almost 240 million. And government of Kenya is going to make those resources available so that we can unlock the potential that exists in Meru National Park by making sure that there are hotel facilities and there is transport infrastructure to support the tourism potential and unlock that potential for the good of Meru and for the good of Kenya. Sababu tumefanya haya yote, muliona numbers yetu ya watalii. Numbers yetu ya watalii imeongezeka, wale kutoka nje from 2 million to 2.4 million this last year. Wale watalii wa Kenya ni watu 5.1 million, 5.1 million. And that is why I agree. Ndio sababu nakubaliana na mjumbe wa hapa amesema tutengeneze hii barabara. Kwa sababu sio watalii wa kutoka nje peke yake wanakuja National Park. Mumeona kwa hesabu kati ya watalii 7.5 million wanaotembea Kenya, watalii 5 million ni watu wa Kenya. Local tourism ndio wanaenda katika all our facilities. Therefore, it is important for us to facilitate citizens by making sure that there is sufficient infrastructure, barabara, vifaa ya wananchi kutumia katika national park zetu. Na ndio sababu tumepatia leseni hoteli zingine 40, because it is becoming clear that local tourism is the biggest part and portion of tourism that is supporting our economy. Hata ingawaje wale wanatoka nje
ndio wanatuletea pesa za kigeni, lakini pia pesa zetu za Kenya ni sehemu kubwa ya mapato katika sekta hii ya utalii na wanyama wa pori. Wananchi ambao wanatembea kama watalii wameongezeka, wageni kutoka nje wameongezeka kutoka 2,000,000 mpaka 2,250,000. Mpango yetu ni kusukuma hiyo numbers ili tuweze kufikisha 3,000,000 na baadaye tufikishe 5,000,000. Mapato ambayo yamepatikana katika sekta hiyo imeongezeka kutoka 377 billion in the previous year to 400, I was given the numbers here, to 452 billion. So there is huge potential for earnings that is coming from the tourism sector. Na ndio sababu itatubidi sote sisi tushirikiane katika harakati ya kusimamia sekta hii. So as we do whatever we are doing in all the other sectors, in our agriculture, in education, in health, in our agricultural sector, we must also unlock the potential that exists in our tourism and wildlife sector. Na ndio pia sababu serikali ya Kenya inajenga sasa the biggest conference facility. Unajua conference facility ambayo ilijengwa KICC ilijengwa 1972 na ilijengwa kwa njia ya harambee. Ilianza kwa njia ya harambee. Kuna wazee walifanya harambee kujenga KICC, alafu baadaye serikali ikakuja ikawasaidia, na hiyo ni karibu miaka 50 iliyopita. Lakini sasa tunajenga a modern conference facility at Bomas ambaye itatusaidia vile vile kuleta wageni wengi ambao wanakuja conferencing, ili wakifika pale Bomas pia tuwaambie kuna Meru National Park, wakuje hapa wajivinjari, walete pesa, ndio Meru isonge mbele na Kenya isonge mbele. Vile Mheshimiwa Governor amesema, tulikuwa na matatizo hapa ya mwekezaji mmoja ambaye mali yake iliharibika na ikawa mambo imefika kotini. Rais wa kule Ufaransa akanipigia simu kuniambia mwekezaji wa kutoka nchi ya Ufaransa alipata matatizo hapa kwetu. Mambo ikaenda tegemnege mpaka kotini. Huyu governor na ndugu zake wakakuja wakaniuliza, na sasa nataka niwatangazie ya kwamba serikali ya Kenya itachukua mzigo badala ya county government ya Meru. Tutafanya negotiation na huyo investor, tutaongea na yeye, alafu baadaye tulipane na yeye, watu wa Meru wasiingie katika matatizo, na pia sifa ya Meru isiharibike kwa waegezaji wengine ambao watataka kuegeza hapa Meru County, so that we can protect the name of this county and the name of the national park in Meru here, so that we can attract more investors to come and set up camp and work with us as we look at what we need to do going into the future. Mimi niko na maneno kidogo. Unajua, kwa sasa tulikubaliana na wananchi ya kwamba afya sio starehe ya matajiri. Afya ni haki ya kila Mkenya. Tunaelewana? Sio lazima uwe uko na uwezo ndio uweze kupata matibabu. Hapana. Kwa sababu ugonjwa haibagui tajiri ama maskini. Ugonjwa inapata kila mtu. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tukasema ya kwamba lazima tuwe na mfumo wa afya ambayo itasawazisha Wakenya wote. Usiwe na tofauti ya mtu mwenye yako na uwezo na mwenye hana uwezo.
na ndio tukasema tunataka kubadilisha mfumo wa afya wa Kenya ili tuwe na afya ya universal ambayo inajumuisha wananchi wote. Hiyo mfumo ilikuwa mbeleni ya NHIF, ilikuwa ya wale wako na uwezo, wako na ajira na wako na payslip. Lakini tukasema wale wenye payslip ni watu wachache, pengine 3,000,000. Hao wananchi wengine wote hawana payslip. Ama nyinyi mko na payslip hapa Meru? Mko na barua ya kuajiriwa? So tukasema tubadilishe ili kila mwananchi, uwe na kazi, usiwe na kazi, uwe na uwezo, usiwe na uwezo, uwe na payslip, usiwe na payslip, pia na wewe uweze kwenda hospitali na ukatibiwa, na tuwe na mpango ambayo itakulipia, ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Na ndio sababu hiyo tukaanzisha mfumo wa SHA ambayo tunafanya pamoja na counties. Hapa Meru, mimi nataka kupatia taarifa yenu. Unataka kujua mahali Meru imefika? Meru watu 1,393 wamejiandikisha kwa SHA. Kati ya watu 1.35 million. Naona mambo bado. Watu 393. Sasa Meru kwa Kenya mzima mko namba 30. Kwa watu, kwa counties 47. Sasa mwanze kujipanga kutoka hapo. Ndio? Mtajikaza? Na mimi nataka niwaeleze hivi. Msibaki nyuma. Tunataka wakati tunashughulika na afya ya Wakenya, watu wa Meru wasiwachwe nyuma. We want to move together. Na mpango ni huu. Mpango ya SHA, mwenye yako na uwezo utalipa kulingana na uwezo wako. Mwenye huna uwezo tutakulipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila mmoja wetu aende hospitali, atibiwe, alipiwe na SHA, aende nyumbani. Ninyi mnanielewa? Na ndio tumekubaliana na counties hawa. Tumekubaliana vile madawa itapatikana, tumekubaliana vile equipment itapatikana, na tumekubaliana vile malipo itaendelea, so that we can carry every citizen on board. So mimi na warai wananchi wa hapa, shughulike pamoja, tuhakikishe ya kwamba nchi yetu ya Kenya tunaipanga vizuri. Na sikizeni, nchi haiwezi kujengwa na siasa duni. Nchi inaendeshwa na kupangwa na miradi na mipango ya maendeleo. Na siasa haifanywi kila siku. Kuna watu wanataka kutufanyisha siasa mfululizo. Sisi tunawaambia kuna siku ya siasa itafika. Kwa sasa wacha tushughulike na mambo ya maendeleo ya dunia yetu hii. Tushughulike na barabara, tushughulike na stima, tushughulike na hii mambo ya compensation, tushughulike na mambo ya afya. Siku ya kiyama iko, wananchi wataamua. Kwa sasa tuungane sisi wote kutoka MCS, wabunge wetu, senator, women rep, governor, mimi, deputy wangu, sote ni timu moja ya kushughulika na mambo ya maendeleo ya Kenya, Meru ikiwa katikati. Ama nyinyi mnataka tuendelee siasa mfululizo? Nataka tuendelee siasa mfululizo? Na mimi nataka niwaeleze, kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndio kiongozi wa taifa hii kwa sasa. Na majukumu yangu ni mawili. Ya kwanza ni kuunganisha wananchi wote wa Kenya. Kuondoa chuki, ukabila, kisirani, mambo ya chuki. Hiyo ndio kazi yangu ya kuhakikisha kwamba tunawaunganisha Wakenya wote. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu wa Kenya wakiungana. Na jambo la pili ni kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nitafanya na bidii, kwa sababu Kenya imecheleweshwa miaka nyingi na siasa duni, siasa ya ukorofi na chuki na ukabila na mambo yale mengine ambayo haisaidii mtu.
tunataka tushirikiane. Na mimi nataka niwashukuru watu wa hapa sehemu hii kwa kunipatia huyu muungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Huyu muungwana niwaambie, sasa niko na deputy. Huyu anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA, ni mtu mwadilifu. That is how we are going to change Kenya. Ni mnanielewa? Yes. Ananisaidia kusukuma hii gurudumu. Mumemuona sehemu mbalimbali akisukuma gurudumu ya Kenya. I am very proud that I have a deputy who understands government, who understands what we are doing in agriculture, who understands what we are doing in infrastructure, who understands what we are doing in education, who understands what we are doing in health, and is supportive to the ministers and to me to make sure that Kenya is going forward. Sio mtu ya kisirani, sio mtu ya hasira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa Deputy President si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. That is the man I have. Tunaelewana jameni? So, tuendelee namna hiyo. Na hiyo ndio Kenya itasonga mbele kama risasi. Msikuwe na wasiwasi. Sijui kama naelewana jameni. Tuko pamoja? Yes. And that is how we are going to move this country forward. Na msikuwe na wasiwasi. Watu wa chuki na hasira mingi na kisirani na chuki na ukabila, they will never get anywhere in Kenya. Because Kenya does not belong to those kind of people. Kenya belongs to the united, prosperous, one nation with a common destiny. Sisi wote ndugu moja. Na nataka niwashukuru hawa wabunge wenu. Tunafanya kazi na wao, ni watu waadilifu. Wananisukuma sana, saa zingine hata kuliko wheelbarrow kwa mambo ya maendeleo ya hapa Meru. Lakini tunashirikiana pamoja na wao. Nataka nishukuru spika wetu, Bwana Ayub Bundi, nasikia anaitwa Solomon, saa zingine. Na jeshi yake ya members of the county assemblies. Hebu simameni jameni, we didn't recognize you. Tuwapigie makofi hawa wangwana member wa county assembly yetu. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your solidarity and working together with the leaders of this county. You can count on my support as we make it. Great, and as we make Kenya great. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. So otherwise, watu wa Meru, nimeshukuru sana kufika hapa leo. Mimi nasema asanteni sana kwa kutukaribisha. Leo tumekuja hapa na pesa kiasi ya wale watu ambao wameadhirika kwa njia moja ama nyingine. Miraa. Mnataka tuseme miraa? Mambo ya miraa ni vile mulisikia my deputy akisema ndani ya mwezi moja wataniletea report kuniambia mambo ya miraa tunaelekeza namna gani. Kwa sababu huyu muungwana Profesa Kithure Kindiki ameshughulika na mambo ya usalama wa taifa letu hapo mbeleni, ameshughulika kama deputy speaker wetu wa Senate, akona kuelewa na akona support yangu kwa mambo ya miraa. Na mimi naelewa kwamba hii mambo ya miraa ni mambo ya muhimu sana kwa sababu inaleta mapato kwa familia nyingi hasa katika Meru County hii. So, profesa na team ambayo nilikupatia, harakisha hiyo maneno, na hata ile mambo ingine imetajwa hapa. Kuna barabara imetajwa hapa ya kutoka farm, na barabara ya Kore, ndio? Hiyo mambo ya hapa, huyu profesa atashughulika naye. Nimempatia authority ya kutosha kuamurisha mawaziri wale wako hapo wahakikisha kwamba hiyo kazi inatimia, and I will make sure mimi mwenyewe nitafuatilia nihakikisha kwamba haya mambo mmenitajia yanafanyika, na nitarudi hapa
vile nimesema hivi karibuni ndio tuweze kushughulika na mambo haya mmetutajia. So otherwise, asante sana kwa kutukaribisha hapa Meru kwa siku ya leo. Sasa tuko na pesa ya watu wa compensation, sijui wale hawahusika wakuje sasa tufanye hiyo kazi. Tumpongeze rais kwa makofi tafadhali, na niwaite wale ambao beneficiaries ambao watapata hii hundi yao ya leo, na nimkaribishe Deputy President kindly to come and flank His Excellency CS Tourism PS Sylvia, Governor, Area MP, and then I will call on the individuals who are going to receive the beneficiaries, and we'll start with Sacinta Kairuthi. Kama wanaweza kuja moja kwa moja wapate check yao. And Your Excellency, will have 11 beneficiaries who are going to receive their checks today. We also have the national check, which is 950 million Kenyan shillings today before launching of the card. So tutaanza na Sacinta Kairuthi aje apokee